au kwamba anahisi anadhulumiwa, stahiki zake hapati kama inavyostahili, msiogope, jitokezeni. Yupo yoyote? Mimi naitwa Bahati Msongole. Mimi mara ya kwanza nilikuwa napokea 56. Nika nimepunguzwa, mtoto mmoja akamaliza akaacha shule, wakawa wananipa 44, kana punguza mpaka 36. Kwa mwezi huu niliandikiwa shilingi 48. Na shangaza zinakuja 36. Nienda mpaka ofisini, wakasema hela zimeongezwa, ila bado nikasema sasa kwa nini wameongeza huko alafu hela zisitoke? Ndio na kwangu niongea mpaka mbele ya mtendaji. Mpaka leo nikileta linzi hapa tuko hapa wameandika 48. Lakini yeye nimepewa 36. Ndio langu mimi. Wengine 40. Vigezo gani ambavyo vinatumika kuwapatia fedha wanufaika? Kutokea tatizo la mifumo, kwa sababu watu wanadai sisi wanaandaa hasa makao makuu. Kulikuwa na tatizo, document imetumwa inaonyesha kuna amezungumzia mwezi wa 8 na hii ya nyuma ameshasema mtoto alikuwa ameshaondoka shule. Kwa hiyo ukishatoka mtoto shule lazima automatically hela yake haiwezi kuja. Nafikiri ndio chukua ndio leo. Agustini Kabambagusha ni afisa maendeleo ya jamii ofisi ya mkuu wa mkoa wa Songwe. Nitoe ufafanuzi kwenye concerns ambazo zimetolewa na walengwa kutokana na kupungua kwa fedha. Kwa utaratibu wa utekelezaji wa mpango wa kunusuru kaya masikini, tumejikita kwenye maeneo mawili ya msingi, kwenye huduma ya elimu na huduma za afya kwa watoto. Kwa hiyo kwenye utaratibu wa utekelezaji, kiwango cha fedha ngazi ya kaya kinategemea idadi ya watoto ambao wanahudumiwa kwenye kaya husika. Kwa kaya ambayo haina watoto wategemezi, flat rate ni 20,000 kwa ngazi ya kaya. Kwa hiyo kama kunakuwa na watoto kuanzia mmoja kwa mtoto mmoja kuuniwa shule ya msingi, kwa mwezi anawekewa shilingi 4,000. Kwa baada ya miezi miwili inakuwa ni shilingi 8,000. Kwa hiyo inaenda inapanda kulingana na idadi ya watoto. Kwa nini anasema fedha alianza labda 40,000 imeshuka? Inawezekana mtoto amemaliza darasa la 7 hajafaulu. Tuna mfumo ambao ni database ya utekelezaji na uongozaji wa shughuli za TASAF ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya taifa. Kwa hiyo kama mtoto amefeli, kwenye system itaandikwa kwamba mtoto hajaendelea, mwisho wa siku fedha yake ambayo itakiwa kuja haiwezi ikaja, kwa sababu kwa mfumo wa ufuatiliaji tuna fomu za ufuatiliaji kila mwezi kwa mtoto wa shule na kwa watoto ambao wanatakiwa kuhudhuria kliniki ngazi ya kaya. Lakini tukija kwenye concern ya kwanza ya supportive document za malipo, utaratibu wa fedha za TASAF zinapoingia ngazi ya halmashauri inatakiwa kukata risiti. Nategemea mratibu au ofisi ya mkurugenzi itakuwa nazo kwa utaratibu ambao upo. Na baada ya matumizi, fedha iliyotumika, taarifa inatolewa kwamba let's say imeingia milioni 40. Kwa hiyo kama imeingia milioni 40, imetumika milioni 38, maana yake taarifa tunatuma TASAF makao makuu kuonyesha let's say milioni 38 zimetumika, milioni 2 zimebaki. Zile zinazobaki kwa utaratibu na mujibu wa utekelezaji wa program, fedha inatakiwa irudishwe kwenye akaunti ya TASAF makao makuu, nayo inakatiwa risiti kwa kufanya bank reconciliation kati ya fedha iliyoingia, fedha iliyotumika na fedha iliyobaki. Ningependa kutoa ufafanuzi kwenye eneo hilo, labda kama kutakuwa na swali la nyongeza. Kwa hela ambazo zimerudi katika mfuko wa TASAF, na yeye kwa maana wale ambao wamekufa. Sasa tungeomba muda wa mkesha tuletee ufafanuzi wa hizo risiti ambazo zinaonyesha matumizi ya hizo fedha zilizotoka, na kama pia kuna taarifa zinazoonyesha hizo hela ambazo zimerudi TASAF pia tuzipate, ili tupige mahesabu tupate idadi ya hela hii hapa. Asante.